Vipi kama ghafla siku moja kila kona ya dunia watu wakaripotiwa kupotea? Vipi kama utatengenezwa uongo ambao utapandikizwa kwenye akili za watu wote na kulazimishwa kuuamini? Vipi kama watasema dai hii ni majaribio ya kisayansi, watu wamehamishwa kupelekwa sayari nyingine? Msijali watu, tumewahamisha, tumewapeleka kwenye sayari nyingine, msijali. Wataudanganya ulimwengu wote wakisema jaribio la muda mrefu sasa limefanikiwa. Watu wamehamishwa kupelekwa sayari nyingine, na wewe najua utaamini. Hapo ndipo kuzimu na mawakala wake watafanikisha mpango wao, kama mimi na wewe tusiposimamia kweli. Na kweli hii haipatikani kwenye vitabu wala kwenye mitaala ya kufundishia mashuleni, na wala kweli hii haisemwi ovyo ovyo kwenye vijiwe vya kahawa, isipokuwa katika neno, yani pumzi ya Mungu mwenyewe. The Black Hell Part 2. Waefeso 6 mstari wa 10 mpaka wa 12 inasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Haikuwa rahisi, lakini atukuzwe Mungu kwa msaada wa Roho wake kulifanikisha jambo hili tena, na mimi nikiri ya kwamba si kwa kinywa changu, si kwa uwezo wangu, bali ni kwa uwezesho wa Roho Mtakatifu aliyeko ndani yangu. Mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Wakorintho wa kwanza 4 mstari wa 1. Sasa tuanze. Kwa mujibu wa kumbukumbu za siri zilizohifadhiwa katika maktaba ya Chuo Kikuu cha Maarifa, Elimu ya Falak, ambapo tarehe 31 Disemba mwaka 2012 kilifanyika tena kikao kingine kikubwa cha waabudu shetani, devil worshippers, pale Western Kilimanjaro, na dhumuni lao ilikuwa ni kuhakikisha 40% ya robo ya watu wote duniani wanahamishwa kupelekwa kuzimu. Lucifer mwenyewe alitoa maagizo kwa mawakala wake na akasema, ulimwengu umesalia sekunde chache sana kuondolewa. Adui wetu mkuu anakaribia kuja. Kwa hiyo ongezeni ashiki, yani tamaa. Ongezeni machafuko yatakayosambaratisha wanadamu. Dunia ya kuzimu iingie makanisani na kanisa la walokole liingie kuzimu, ili atakaporudi huyo adui wetu akute walio wake wote wako upande wetu. Baada ya kuyajua haya, hapa ndipo nilipokimbia haraka kuyafungua maandiko. Ufunuo wa Yohana 13 mstari wa 5 mpaka wa 9 inasema, naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru, akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42. Akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake, nao wakaao mbinguni. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa, na watu wote wakaao juu ya nchi watamsujudu, kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Mtu akiwa na sikio na asikie.
Baada ya kikao hicho, nyaraka hizo zinaeleza kuwa iliundwa ofisi maalum ya serikali ya kuzimu inayojulikana kwa jina Bullion Alphan Camolia Head Dragon. Ofisi hiyo ikiwa chini ya mabrigadia meja jenerali 6 ambao kazi yao ilikuwa ni kusimamia alama ya 666 na kutangaza hatima mbaya juu ya maisha ya wanadamu. Hawa wanasimamia mtu aliyeshindwa kulogwa kwa hati ya mashtaka kwa muda wa siku 40 zinazojirudia mara 3, yaani siku 120, ambazo ni siku za mashambulizi ya Mungu kwa Mungu, malaika kwa malaika na binadamu kwa binadamu. Hebu tuisome tena Waefeso 6:10-12. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo miongoni mwa falme na mamlaka, wakuu wa giza na majeshi ya mapepo wabaya ni hawa: Lucifage Lofokale, Satanagia, Aligarialet, Sarigatanas, Freutet na wa mwisho ni Nebulos. Hawa wanakaa kuzimu ile ya kwanza, sio le mapokizie, kama nilivyokueleza katika sehemu ya kwanza, wakilinda mashine ya kuzimu inayoitwa Bullion Head Dragon. Kwa hiyo unapotaja korona unataja hawa viumbe 6 ambao ndio husimamia 666. Ufunuo wa Yohana 13 mstari wa 11 mpaka wa 18 inasema: kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe 2 mfano wa mwanakondoo, akinena kama joka. Naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye aifanya dunia na wote wakaao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu, naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana chapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili na aihesabu hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. Kwa sababu hiyo, hakuna mwanadamu awezaye kuushinda ulimwengu wa roho kwa nguvu zake mwenyewe. Hakuna awezaye kuushinda uovu kwa mali zake. Hakuna awezaye kununua wokovu kwa fedha zake, isipokuwa ipo njia moja, njia ambayo imewahi kuwavusha wengine kabla yetu, njia ambayo haijawahi kushindwa: Yesu
Kristo. Injili ya Yohana 14:6 inasema, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Ndugu yangu, sikutishi wala sikuelezi yote haya ili uogope, bali wewe uliyepata nafasi ya kuisikia sauti hii, nataka ujue jambo moja tu: Mungu anakupenda na Mungu ana mpango na wewe. Kila ulichokisikia leo kipime na maandiko, halafu kabla ya kuendelea mbele zaidi, kama bado hujaokoka, tafadhali na kuomba, fuatisha sara hii kwa imani. Sema, Bwana Yesu, nimeisikia sauti yako leo. Asante kwa zawadi ya msalaba. Ninakiri kwamba ulikufa msalabani kwa ajili yangu. Naomba unisamehe dhambi zangu na kupokea kwa imani uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, uliandike katika kitabu cha uzima. Yesu, uniongoze katika njia yako na Roho wako Mtakatifu akae ndani yangu. Kuanzia leo hii mimi ni wa kwako. Karibu ndani yangu ukawe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Namkataa shetani na njia zake katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hongera, wewe tayari umeokoka, kwa maana maandiko yanasema katika Ufunuo 5:9 mpaka 10 kwamba kwa damu yake ametukomboa kutoka katika kabila, lugha, jamaa na taifa, na ametufanya kuwa wafalme na makuhani kwa Mungu wetu. Kwa kuwa umekiri kwa kinywa chako, sasa wewe ni sehemu ya ufalme huo. Mungu akuhifadhi na kukulinda. Sasa tunaweza kuendelea mbele na safari ya kuipiga kuzimu kwa pamoja. Kwa mujibu wa rekodi hizo, hapa ndipo zilipoanzishwa sera mpya za kueneza tamaa miongoni mwa wanadamu, kwamba mwanaume mwenye mke mmoja asiridhike na mke mmoja, mwenye mmoja atamani wa pili, mwenye wawili atamani watatu, na mwenye watatu atamani wanne. Vilevile mwanamke mwenye ndoa afundishwe kutoridhika na ndoa yake. Hapa ndipo mishanga, masponsa kwa lugha ya kileo walipoanzia, ambapo badala ya vijana kutafuta kwa wazee hekima na maarifa, sasa vijana wanalala na wazee, huku wakionyesha uhodari wa kufungua zipu na sketi zao, na wengine huvuka mipaka kwenda mbali kabisa, kinyume na maumbile. Ajenda nyingine ilihusu tamaa ya madaraka katikati ya kanisa la Mungu, yaani aliye shemasi atamani kuwa mzee wa kanisa, aliye mzee wa kanisa atamani kuwa mchungaji, aliye mchungaji atamani kuwa askofu, na aliye askofu atamani mamlaka iliyoko juu zaidi. Akamalizia kwa kusema, kwa kufanya hivyo mgawanyiko utatokea kati yao, bifu itainuka, wao kwa wao watachukizana, wenyewe kwa wenyewe. Hapo ndipo watakapoitaka nguvu yetu. Wakanyanyuliwa tena mawakala na kutengenezwa vitengo mbalimbali vitakavyolipiga kanisa la walokole na watu wa Mungu. Wakorinto wa pili sura ya 10 mstari wa 3 mpaka wa 5 inasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Kwa hiyo katika ulimwengu wa giza kuna mfumo ambao macho ya kawaida hayawezi kabisa kuuona, na unaposikia mawakala, maana yake ni agent of devil spirit au advocate of Satan, yaani mawakala, wawakilishi wa shetani katikati ya watu.
Inasemekana mawakala hawa hawafanyi kazi kwa namna moja. Wamegawanyika katika madaraja na vyeo tofauti tofauti, huku kila mmoja akiwa na jukumu lake maalum. Miongoni mwao kuna kikundi kinachoitwa Dark Angel White Craft, yaani malaika wa giza au wakala wa shetani anayejitambua, jukumu lake kuu ikiwa ni kunyonya nguvu ya ibada. Wakala huyu huvaa sura ya muamini, tena mara nyingi hukaa katika kiti cha tatu kutoka mbele, yaani safu ya tatu, ikiwakilisha batani tatu, yaani ofisi yake ya tatu. Mawakala hawa hufanya kazi tatu kuu: kuchonganisha waumini, kupima nguvu ya kanisa, na ya tatu kumtafuta mchungaji anayehubiri. Joseph White Craft. Inasemekana kwa wenzetu wa kanisa la Katoliki, jina hili sio geni. Ni kitengo kinachojihusisha na upelelezi wa asili na utunzaji wa kanisa. Hivyo hivyo, upande wa kuzimu inadaiwa kuwepo kitengo hichi kinachoitwa Joseph White Craft. Kazi yao ni kupeleleza nguvu ya Mungu katika kanisa. Mawakala hawa wana nguvu ya ushawishi na mara nyingi hupenda vyeo na madaraka na kupendelea kushika nafasi nyeti zinazotengeneza uhai wa kanisa. Mawakala hawa wana nguvu ya ushawishi, mara nyingi hupenda vyeo na madaraka na hupendelea kushika nafasi nyeti zinazotengeneza uhai ndani ya kanisa. Wakishafanikiwa kuingia katika nafasi hizo, huanza kutengeneza makundi madogo madogo, huku lengo lao ikiwa ni kutengeneza mpasuko mdogo mdogo usiotokana na Mungu, ili kufungua njia ya mawakala wengine kuingia. Mawakala hawa wanapenda sana kunena kwa lugha kama watu wengine, na hatari ni hii: hupendelea sana kujisogeza karibu na mchungaji. Mara nyingi hawa hutoa vimaono na unabii ambao hudaiwa ya kuwa si ya kiungu. Kupitia njia hizo hupima nguvu ya imani ya mchungaji na pamoja na uimara wa kanisa analoliongoza. Na ikitokea mchungaji akimwamini, basi hapo ndipo makubwa yanaweza kutokea ndani ya huduma hiyo, na moja kwa moja huduma hiyo huwa chini ya utawala wao. Lipo kundi jingine linaloitwa The Black Craft, au kwa wengine huita Black Purple, wakala wa giza asionekana kwa macho ya kawaida. Kinachowatofautisha hawa na wengine ni uwezo wao wa kuchukua sura za watu wengine. Sasa hapa mnisikilize kwa umakini mkubwa. The Black Purple ama Black Craft, kuna madai mengi yanayosemekana. Kuna watu waliripotiwa kufa alafu baadaye wanaonekana, lakini kwa mujibu wa elimu ya Falak, chuo kikuu cha maarifa, hao watu wanaonekana tayari ni Black Purple wakiwa kazini. Wewe hujawahi kusikia nimemwona msanii fulani sehemu fulani? Hujawahi kusikia nimemwona mwigizaji fulani mahali fulani? Au hujawahi kusikia ajenda nyingi zinazotengenezwa kuonesha uhai wa msanii fulani kwenye tasnia fulani? Hapa ni Black Purple wapo kazini, ama Black Craft wakikuonesha waziwazi kwamba tupo kazini na sisi ndiyo tunaowamiliki watu hawa. Mawakala hawa hutafuta watu ambao bado hawajasimama imara katika imani zao, watu wenye maisha ya mchanganyiko, yaani wale watoto wa Mungu ambao bado wanapenda kuendekeza dhambi kwenye maisha yao. Black Purple ama The Black Craft,
hawa ndiyo nyama yao. Kwa hiyo wakishapata nafasi ya kujificha ndani ya mtu huyo, wanaonekana kuwa watu wa kawaida. Kwa hiyo wewe utadhani msanii fulani alishakufa zamani, kumbe sasa yupo katikati yenu na anawachunguza na kuwasikiliza kila mnachokifanya kwa sura ya mtu mwingine. Ndipo hapa unaposikia nimemuona mtu fulani mahali fulani, tunaye msanii fulani, tunaye mwigizaji fulani, tunaye mwimbaji fulani, wanakuonesha kwa mifano kabisa, huku wewe ukidhani ni wengine wanatafuta kiki na wengine wanatafuta sifa, kumbe adui anakuambia nipo kazini. Pia mawakala hawa hutumia ishara mbalimbali ikiwa ni sehemu ya mawasiliano yao, ambapo huelezwa miongoni mwao kuwa wakifanikiwa kukaa kwa muda mrefu ndani ya kanisa, ndipo huanza kuonekana migawanyiko, uongo, migogoro na vurugu mpaka nguvu ya umoja inapotea. Lakini haishii hapo. Kipo kitengo kingine kinachoitwa Testament Craft. Hawa ni mawakala wa maagano ya giza. Kila mmoja hupewa ramani, muda na kutekeleza kazi kwa mlengwa ama tageti yao kubwa ni mchungaji wa huduma hiyo. Kwa hiyo ikiwa mchungaji ni mwanaume, basi watakuja wanawake, na ikiwa mchungaji ni mwanamke, basi watatumwa wanaume. Mawakala hawa sifa yao, wana uwezo mkubwa sana wa vitu, yaani nyumba, pesa, magari, lakini pia wana ushawishi mkubwa katikati ya watu. Mbali na hapo, hupenda sana kujipendekeza kwa namna mbalimbali kupitia zawadi, misaada, ushawishi na mbinu nyingine nyingi, ikiwa wanalenga kumpata mchungaji. Na wakishafanikisha kuipata imani ya mchungaji, ndipo sasa wanakaribisha mawakala wengine kuingia kuanzisha madhabahu yao. Hapa ndipo huduma inapohamishwa kuwa ya kwao. Bado kuna kundi lingine linaitwa Blind Craft, wakala vipofu. Kundi hili lina tofauti na makundi mengine. Mara nyingi mtu anayekuwa chini ya ushawishi wa hawa hupenda sana kusema habari za maisha ya watu wengine, yaani huwa ni wambea sana kanisani. Sio hivyo tu, watu wanaokuwa chini ya ushawishi wa mawakala hawa hupenda sana kudai wanapokea maono, wakikatisha tamaa wengine, na hata wanapoonywa kuhusu makosa yao wanakataa katu, na wengine huenda mbali mpaka kuanza kulia huku wakinena kwa lugha. White Craft Pair, wakala anayefanya kazi kwa mkataba na malipo. Hawa ni wachawi kabisa, hujificha kwa kivuli cha kujiita wahubiri, wachungaji, watumishi au manabii. Mara nyingi wana uwezo mkubwa wa maandiko na kufanya miujiza mbalimbali. Mara nyingi hawa wana uwezo mkubwa wa kuyajua maandiko na kuzifanya miujiza na ishara mbalimbali, huku wakiwakabidhi watu viambatanishi ambavyo havina mafunuo yoyote, wakisema ukitumia hiki kitakusaidia maisha yako, huku nyuma kukiwa hakuna ufunuo wowote ama mafundisho yoyote. Na pia hupenda sana kunena kwa lugha, watu wakidhani ni lugha ya Roho Mtakatifu, kumbe ni lugha ya kipepo, na hupenda kusema hivi: indi la bakasakale lobobosaka roboshanta loboshanta mila, yani wakiwa na maana na kukabidhi watu hawa wewe Shetani, uwafanye vile wewe unavyotaka kupitia mimi. Mara nyingine hutumia maneno au kauli ambazo kwao zina maana ya siri. Swali ni je, kanisa la Mungu tutashindaje hawa mawakala wa Shetani? Tumtake Bwana Yesu na nguvu zake.
tujiachilie kwa Mungu wetu na nguvu zake. Tusiishi kutapatapa, leo kule, kesho kule. Sadaka unatoa hapa, fungu la 10 unapeleka kule. Limbuko unatoa hapa, fungu la 10 kule. Kwa kufanya hivyo utakuwa na imani nyingi, wokovu mdogo. Iamini hiyo madhabahu na uitumikie hiyo madhabahu ulioichagua, itakufanikisha. Na Mungu wa madhabahu hiyo kupitia mtumishi wake aliyomtoa kwa ajili yako. Na hapa tuwe makini na wale watu wanaosema tutoke kwenye huduma hii tuende kanisa lingine, hapa hakuna Mungu. Tuwe makini na watu hawa, kwa sababu wengi wanakuwa ni mawakala wa kuzimu, wakitafuta nafsi kuzipeleka kuzimu. Wokovu ni halisi, bado hujachelewa. Najua wote tunaitazamia safari ya kwenda mbinguni, lakini inatupaswa kufahamu shetani ameandaa nini katika safari hiyo. Naitwa Maximilian. Jina langu ndiyo asili yangu, The Great Max, Actor Max, nembo ya taifa. Kumbuka, nimeyaweza yote haya si kwa akili zangu, bali ni kwa uwezesho wa Roho wa Mungu aliyeko ndani yangu. Shalom.